ukatuvusha, ukatuwezesha kwenye maeneo mengi, ukashughulika na fahamu zetu ambazo elimu ilishindwa kushughulika nazo, wazazi, jamii na ndugu walishindwa kushughulika nazo, marafiki zetu walikwama, na wenyewe mwisho wa siku wakaamua tuwaunge tela kwenye mawazo yale yale ambayo tulikuwa nayo, na wao walikwama. Lakini ni ibada, utaratibu wa kuomba, utaratibu wa kufunga, utaratibu wa kukaa kanisani kwa muda mrefu kwa sura hii tunayokaa, mwisho wa siku imetufanya kuwa tofauti. Hata leo hii mwenyewe unakuwa unashangaa watu ambao mawazo walikuwa yakija unatandikia mkeka. Mimi sasa kama mtu ambaye anasemaga haoni hatua kwenye ibada, mimi namshangaga sana. Sasa anakuwa yuko mbali sana. Sababu mimi hata hatua tu ya kushindana na wazo baya, hiyo ni hatua ya mbali mno. Ni hatua ya mbali mno. Kwa sababu hata kwenye mtihani, mimi nilifanya mtihani mgumu. Wazo tulikaja, kuna mdada nimemwona hapo pembeni kakaa vibaya. Basi mtihani unakuwa umeshaishia hapo. Unalitandikia mkeka, unafuatia vimiminika kwanza. Sababu wewe tukae hapa tujenge vibanda kwanza. Lakini ninaongelea nini? Ni kwamba tunakuwa tunatathmini ya kwamba wapi tulitoka, na tumefika mpaka wapi. Mpaka tumefika kwenye hatua hii ambayo hata wazo kabisa linakuwa linakosa nguvu kabisa. Ni hatua ambayo ni mbali sana, lakini makelele hayawezi akaacha. Makelele, kuanzia makelele yako, kuna makelele ambayo wewe utakuwa unaona vitu vya watu vingine kwamba ni kama ambao hawajashika sana ibada, ndo kama ni kama ndo wananeemeka sana kidogo. Ni kama ndo wana unafuu kuliko mimi niliyeshika sana hizi ibada. Yale yote ni makelele. Kwamba mbona kama wale ambao hawajakaza sana, hao ambao wanakuja Jumapili mpaka Jumapili, au wanakuja Jumatano, Jumapili, Jumatano, Jumapili, mbona kama mambo ndo wanawanyokea kidogo? Mbona mimi mwingine ambaye nimekaza sana ndo naishia kupiga ruti za mguu na vumbi kuchafua tu suruali? Lakini yote hao ni makelele ambayo shetani anajaribu kuyainua, kwamba hivi na hivi. Wengine wanasema mbona mchungaji wenu, mbona mchungaji hivi. Hayo yote ni makelele. Lakini wale ambao walifikaga mwisho na neno la Mungu, walifika wakati sio data zote zimewaka. Lazima kuna data uzime, kwa sababu shauri hautaweza kuzikwepa kwenye dunia. Hautaweza kuwazuia watu, jamani msiongee kuhusiana na mimi. Wataongea, watakusema vibaya, watakusingizia, wataongea maneno ya uongo, watazisema ibada unazofanya, watasema maombi unayoomba, watasema mchungaji, watasema ibada, watalisema kanisa. Lakini mwisho wa siku ni kwamba waliofika mwisho kuna data walizima. Kuna data walizima. Kuna data walizima kwamba hamna, semeni mchana lakini najua usiku mtalala. Imani mimi ndo nimetia nanga hapa, ndo nimeweka mabegi hapa, ndo Kigoma, treni haiendelei. Alafu hii treni hainaga reverse kama mjuu. Hii imetoka, hii hainaga reverse nishatoa huko. Inaendaga mbele tu. Kwa sababu mashauri na maneno lazima utayakuta. Lazima tutakutana nayo, na vipingamizi vya hapa na pale lazima utakutana navyo. Lakini kinachotakiwa ni kuendelea mbele. Kwa sababu kuendelea Mungu, angalia wote wakina Yesu, ndugu zao wanawafuata. Jamani, tuitieni, mwambie mama zake na ndugu zake tumekuja kumchukua. Tunaona baada ya kwenda kulanda ambao kule ni kwamba imani imeanza kumchanganya. Anaanza kushughulika na mambo ya kanisani, anaanza kuwa maskini mtoto wetu. Jamani, tunaomba tuitii. Lakini mwisho sio kwamba alikuwa anawachukia mama yake. Ndio maana wakati anaondoka akamwambia Yohana kwamba muangalie mama yako. Sio kwamba alikuwa anawachukia, walikuwa hawajakiona kile ambacho walikuwa nacho ndani yake. Na njia pekee ya kukiona na kuja kukijua ya kwamba huyu mtu alikuwa na kitu ndani ambacho kilikuwa kitu cha maana, ni kukaza mpaka mwisho. Ni kukaza. Ukiishia njiani, kitu ambacho umekuja kukindua ni kwamba ukiishia njiani au kalegezea msimamo katikati, unaona kwamba alikuwa anafanya utumishi wa Mungu sana. Ni kwamba tulikuwa tunamuokoa mtoto na kupotea. Lakini ili upate majibu ni kwamba kukaza mpaka mwisho. Wanaelewa waelewi umekaza. Kama hivyo ambavyo mzee ndugu zake waliongea, walifanyeje, lakini jamaa kakaza.
kakanyagia gia pale pale. Sema unavyosema, ongea maneno, ongea, singizia na tunga hadithi za uongo unavyotunga, lakini mimi hapa ndo nimekanyagia. Mwisho wa siku lazima waje tu waelewe. Mama yake Yesu naamini pia naye alikuwepo pale kwenye wale walienda kumfuata Yesu ile siku. Lazima alikuwepo kwa sababu alisema mama yake na ndugu zake tumekuja kumchukua. Alikuwepo. Lakini mwisho wa siku ndo yule ambaye kuelewa kwamba hamna bwana. Inawezekana sisi siku ile ndo tulikosea sana. Hadi mpaka mara ya mwisho Yesu anasulubiwa yeye yupo. Mpaka Yesu ameondoka bado yuko na wale mitume. Kilichompelekea mpaka akaendelea mpaka kaamini ni kwamba vile Yesu mwenyewe angeishia njiani, hata imani yake isingeonekana. Kwa walioendelea katika neno la Mungu ni kwamba kuna wakati kuna data walizima. Yaani kuna data za kupokea aina fulani ya taarifa walizima kwamba hizi za kushusha hivi. Kwamba hapo ongea. Yaani mimi kwa sababu hiyo hata ndugu zangu wengine wako mbali, yaani wako tu mjini wamejaa. Lakini zakopita hata miezi 6, 8 hata sijaonana nao hata mmoja. Sababu ndio tukutana nao tu lazima wataanza kuzisema ibada zinazofanya. Sasa hivi wao kuzisema ibada najua tutakosana. Sasa na sababu sitaki tukosane, basi hatutakuwa tunaonana. Sababu najua tu ukizisema hatutaishia pazuri, lazima tutakosana. Sababu ukizigusa ibada, mimi najua ziliko niokota ndio maana nakuwa mkali. Zimenitoa mbali kule, mimi sitamani kurudi hata kidogo. Yaani zilikonitoa zimenitoa mbali sana. Kwa hiyo unapokuja kuzichokonoa unakuwa unagusa kitu kingine hapo. Bora kabisa bora unaigusa hii technology na vitu vingi. Kugusa imani unakuwa umegusa kitu kingine kwangu cha muhimu sana. Yaani bora uniambie nifunge duka, lakini kani baki ndo nimeshika imani. Kabisa bora uniambie basi funga duka kabisa, lakini baki na imani. Lakini naongelea nini ni kwamba katika kitu chochote ambacho tunakienda nacho katika ufalme wa Mungu, ili ufike nacho mwisho, lazima kuna data uzime. Ingekuwa ni free church tu vimini fulani kasketi kanaishia ujua magoti unakafunikia na Biblia. Nguvu hizi mapande 6 zilikuwa zinatembea. Lakini kwamba jamaa kaamua kuzima data, kasirika, chukia, anakuja na kazia kwenye ibada. Anaongea anajua kwamba tumechukia. Hatujapenda, hata hatujapenda kabisa, hatujaunga mkono. Asikia amen hata moja. Hakuna watu wamemwangalia tu anatia huruma. Ingekuwa ni mwendo wa vyekundu tu vinatembea kwenye midomo. Mtu viduku tu hapa na pale tuwei. Lakini jamaa kakaza kwamba hamna, mimi kuna picha na nyie ondokeni wote. Kimbieni kanisa zima, lakini hapa last hatutafuga. Yaani hapa hatutasuka last. Yaani hapa itakuwa ni nywele zako hizo unyoe au uzifuge tu. Hamna kupaka kucha rangi, kagua pitisha msako. Weka vidole juu. Vua socks, kagua kucha zote. Lakini kwamba kaamua kuzima data kwamba mimi mtasema ndio, na watu sio waseme. Wanasema kama ndio utaratibu gani huo? Mtu ambaye amezini ndio mumvalisha shara jeusi, kwani yeye ndio Mungu? Kwani yeye ndio watakatifu sana? Sasa hamna shida. Lakini mimi ndio nimekaza, ndio utaratibu wangu. Yaani kwamba mimi ndio utaratibu wangu. Mimi ndio utaratibu wangu, ndio itakuwa hivyo. Ni kwamba kuna data kaamua kuzizima. Mashauri na maneno na mapingamizi ya watu hawezi kuyakwepa. Lazima tu atasema, lakini kuna wakati mwenyewe wao wengine sio kama wazi wapendi, lakini kuna baadhi unaamua tu kwamba hapana, hii data kwa tu. Simu nao na kukumbuka kabisa inabidi nikutumie message au nikupigie. Najua tu lazima utaenda kuzigusia ibada zangu. Kama mdogo wangu akipiga, lazima tuta kwenye ibada. Uko wapi bro? Niko kanisani. Sasa bro, uko kanisani vipi? Uko kanisani? Sasa ndio kila mtu tukiongea uko kanisani. Sasa swala si mambo yangu yanaenda, wewe viko kwa kanisani mara nyingi unakuzuru nini? Swala sikupigi kuomba hela chakula sikupigi. Kuomba hela maji sikupigi. Mimi ndo najua nako yapata. Kwamba ni watu wanajitolea kwa sababu nimewasaidia kwa neno la Mungu haikuhusu. Kwamba napewa swala mimi naendelea sikupigi simu. Kwa ili uendelee katika neno la Mungu lazima kuna wakati uzime data.